Kuishi naye kivipi? Yaani atakuwa anakuja kushinda mchana na kula anaondoka. Yaani sio kuja kula tu na kuondoka. Shemeji, mimi nataka kuingia hapa mazima, niwe nakaa hapa na lala hapa na nyie. Wengi tunalia kisa mapenzi tu, wengine wanajinamia kisa ni wewe tu. Kulizaliza wanakupenda, hizo ni laana. Wengine wanaliaga kwenye giza kisa wewe tu. Lolo. Mambo vipi? Safi, mambo. Mzima uonekane za siku? Salama, kwema. Kwema. Vipi upo? Nipo ise. Unaelekea wapi? Naelekea hapo mbele kwa rafiki yangu. Unajua imekuwa kama bahati, ni kwa kipindi kirefu sana nimekuwa nikitafuta. Na maongezi na wewe. Maongezi gani? Afu kaka wewe mbaya wewe. Sina hata amna wewe. Umemfanya nini rafiki yangu? Umemgombanisha na dada yake. Ukafanya akafukuzwa. Sasa hivi yupo analia tu ndani. Ana kazi yoyote, yupo tu kwa sababu yako wewe. Kaka mbaya sana wewe. Sitaki hata kukuona. Kwani ulikuwa hujui kama wale ndugu? Kwa hivyo ndo ambavyo anakuambia Sakina. Sio ndo ambavyo ameniambia, ni ukweli uko hivyo. Umewagonganisha. Hata aibu uoni. Wagombanisha ndugu wawili kweli? Anyway, mimi naona sijui kwa nini ameamua kusema hivyo, lakini huo sio ukweli kabisa. Na sababu kubwa ambayo ilikuwa inafanya mimi nikutafute wewe ilikuwa ni kwa ajili ya kuelezea hisia zangu tu Lolo. Kiukweli mimi nakupenda miaka mingi sana. Lakini ndio hivyo, kwa bahati hatukupata nafasi ya kuonana na kulizungumza hili. Ila kwa kuwa leo nimekukuta na hasira, naomba nikupatie namba zangu. Alafu muda wote ambao utajisikia kunitafuta, nitafute tuongee. Namba zangu nataka. Shoga yangu umependeza. Yaani kama vile unaenda kuonana na mwanaume, kumbe unaenda club tu hapo. Zangu kwenda club ndio usipendeze shoga yangu. Lazima nipendeze. Shoga yangu. Vipi maisha ya usingo? Maana mwenzako ndo kama unavyoniona hapa. Natoka saa hizi, narudi ninavyojisikia, naweza nikaamua mpaka chai. Vipi na wewe? Unaonaje? Mimi nishazoea hivyo hivyo, japo kuna muda na miss Adam. Una miss Adam? Ndio, na miss sana yani. Kwani? Wewe na Adam mlikuwa mnakutana mara ngapi kwa siku? Wewe bana. Yaani wewe, mimi na Adam akitaka ni kidogo sana. Mara 6 au mara 7 hivi kwa siku. Wewe, mara 6 mara 7? Huyo mtu jini. Adam yani kushinda mmejifungia ndani hata wiki 2. Sio shida zake. Shoga yangu una bahati. Tena una bahati. Mimi mwezi wa mahusiano wangu alopita mpaka kichefuchefu. Yaani mtu unakutana naye hata dakika 3 haziishi. Wewe sio kwa Adam. Yaani Adamu hakuachi mpaka hakikishe mwili wako yani uko nyanga, yani viungo lepe. Yaani umevuja jasho haswa. Hapo ndo kidogo anaweza kukuonea huruma. Dakika 3? Hapana kwa kweli. Mbona yake ya kumisi? Nilale mimi mwana wa marehemu. Haya. Ngoja mimi niondoke zangu. Lolo. We Lolo. Naomba simu yako nikuandikie namba zangu.
Basi naomba ukipata wasaa nipigie. Nahitaji kuongea nawe kwa kirefu. Nakupenda. Wanajinamia kisa ni wewe tu. Kulizaliza wanakupenda, hizo ni laana. Wengine wanaliaga kwenye giza kisa wewe tu. Playboy, 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 playboy. Leo maivurudi. Maivurudi nimechoka kweli, nimeona bora nje kupumzika. Vipi mizunguko yako huko mwenzangu? Salama, sijui wewe. Hivyo hivyo tumeshajichokea hapa. Lakini nikuuliza kitu. Wewe tena mama maswali. Hivi, Adamu yukoje kwenye mapenzi? Swali gani unaniuliza? Nimekuuliza kwa sababu nakumbuka siku uliniambia Adamu mara masaa 6, mara sio masaa mangapi ukiangalia na anagombewa na watu. Wanawake kibao wanamgombania. Hivi Adamu upoje yani? Nataka uniambie yani ili nijue. Kwa nini watu wanamgombea sana? Wewe acha tu shoga yangu. Kiukweli Adamu yuko very romantic. Yani yuko sweet, hot and sex. Na ukiwa umekasirika sasa akianza kukubembeleza. We. Unaweza ukahisi hii dunia yote umeimiliki wewe. Kiasi kwamba hakuna kiumbe kingine chochote zaidi ya wewe na Adamu. Shoga yangu ulikuwa unafaidi. Nikikumbuka na Volvo unasema masaa 6, sio masaa mangapi. Hatari. Bwana yashapita hayo, wewe tuachane nayo. Kwanza tunapika nini? Humo ndani sijui kuna nini. Mimi hata sielewi tunakula nini jioni, hata sielewi. Basi tufanye ustaarabu, tuangalie kilichopo tutakula. Niambia. Umeenjoy? Sana baby. Kweli? Kumbe ndo unajua hivyo. Kawaida. Sasa mbona nilivyokuwa nahitaji tuonane ukawa unakimbia mwenyewe? Babe, sio ndio ulikuwa shemeji yangu jamani. Sasa mimi shemeji yako, unajua nikwambie kitu kimoja. Kiukweli wewe ndo mwanamke ambaye mimi nakupenda sana. Hata huyo Sakina nilikuwa naye tu kwa bahati mbaya. Ikatokea tu umekuwa shemeji yangu, lakini napenda the way ulivyo. Unajua kila muda nawaza sijui ulikuwa wapi kipindi chote hiko. Yaani natamani ungekuwa karibu. Wewe ndo ungekuwa mwanamke wangu wa kwanza kunitoa uvulana wangu. Babe, unajua nini? Sakina kila siku alikuwa anakuongelea. Mpaka nilikuwa nasikia wewe jamani. Kweli? Kwa hiyo wewe na Sakina mlikuwa mnaongea habari zangu? Nilikuwa nakusifia mpaka nilikuwa na wivu. Sasa mbona hapa sijafanya hata nusu ya balaa langu? Mimi nina balaa. Mimi nina balaa sana. Ni vile tu hapa ninaumwa malaria. Natumia mseto, ila nikimaliza dozi nitakushughulikia utoka unisahau. Adamu utakuja kuniomba mzee. Amna babe. Sema kuna kitu nilikuwa nahitaji kutoka kwako. Kitu gani tena? Unajua mimi sina pa kukaa. Unajua hapa mimi ni kwa rafiki yangu. Kwa hiyo nilikuwa nataka mimi niwe na wewe tunakutania pale nyumbani kwako. Unaonaje ukamfukuza Sakina pale nyumbani kwako? Alafu mimi nikaja tukaishi wote. Na tukawa tuna uhuru, yani kila nikitaka kuja niwe nakuja. Lakini sasa ndo uwe peke yako, Sakina asiwepo, asije kujisikia vibaya. Mfukuza Sakina tena?
Kwani hizi raha ambazo nimekupa utaki kuzipata tena? Nistake vipi? Hivi kuna mwanamke anayechomoa hapa kweli? Nataka baby. Basi naomba kama unanipenda, naomba ufanye hivyo. Mfukuze Sakina pale, nije nikae mimi. Basi ngoja nifikirie hapo nitakupa jibu. Nakupenda. Nakupenda pia. Ebu. Subiri hapo. Subiri. Leo vipi? Kuna mazingira mwanangu. Mwanangu, mbona kama hivyo unagonga bwana huko sababu kwako? Adamu, mke wangu amenipigia simu. Anashuka Mbezi Magufuli stand dakika 15 zinazokuja na wewe ndani uko na mwanamke. Mke wako amerudi? Mimi mwenyewe amenipigia simu amenistukiza. Hapa natakiwa nichukue bodaboda nikamchukue stand Mbezi. Sasa sikiliza. Wewe niache kama dakika 20 hivi. Nataka nimalizane na udem ndani, nataka nimdatishe alafu akishaondoka na kushtua simu na mkeo mrudi. Adamu, dakika 20 tena? Wakati nimekwambia dakika 15 wife anafika. Adamu. Basi sawa, ina shida. Wewe nenda kamshtua mimi, ngoja nimwambie avae aondoke. Sawa. Atakapoondoka jitahidi kufanya usafi, kuweka mazingira sawa, alafu pulizia na perfume. Perfume hamna, labda tupulizie dawa ya mbu. Adamu, baliti mwanangu, wewe na noma. Sema sijaye kukupinga. Fresh basi. Ufanye hivyo Adamu. Haina noma tu. Babe, kuna nini tena? Ni Bobdeo. Bobdeo? Ni kufanya nini? Jiandae nikusindikize, alafu nitakupigia simu baadaye. Kuna nini? Mbona haraka? Wewe jiandae, sawa? Jiandae fast, chukua nguo jiandae. Why playboy unachanganya watoto? Why playboy unachanganya watoto? Why playboy? Mzigo ulioniletea safari mimi kwa kweli hata sijaupenda shoga yangu. Yaani ule mzigo umenipa hasara. Ndio, hasa mafuta gani mtu achukue apake mwilini tu usoni asiyatumie? Ungekuwa ungekubali. Yaani ninavyokuambia hivi kwamba hakuna faida nilopata. Ni hasara tupu. Kwa hiyo hapo la msingi ni tugawane hasara. Yaani wewe utoe nusu na mimi nitoe nusu. Makubaliano hayakuwa hivyo bwana. Vipi mwenzangu? Mbona umechelewa hivyo? Mimi nimepita kukusanya madeni yangu huko. Maana watu wananisumbua. Yaani kama biashara yenyewe ndio hii ya kukopesha. Hapana, watu wanasumbua kulipa. Biashara za kukopesha siku zote ndivyo zilivyo shoga yangu. Wateja ni wasumbufu bala. Shoga yangu, naona sasa hivi unapendeza. Unanenepa. Unanizidi hadi mimi mwenye nyumba. Mashallah, nimeridhika. Lazima ulizike, maana sio kukaa huko. Unakaa tu hapo kazi yako kuchati, mimi nihangaika kulipa kodi, nilipe bili ya maji, nikulishe. Wewe umekaa tu hapo. Hata kazi una. Kwani kuna tatizo ndugu yangu? Hakuna tatizo. Asa mbona kama hivyo? Hamna, ila tu lazima nikwambie. Wewe tokea uanze kufuatilia kazi mpaka leo kimya. Vipi? Kuna shida gani? Shoga yangu mimi sio kama kazi sijapata, hapana. Na ndio maana unaona najishughulisha na hivi biashara vyangu vidogo vidogo japo kwa vijanipa riziki sana. Kuna sehemu huko nilikuwa nafuatilia. Wameniambia kwamba wiki ijayo kwenye siku za Jumatatu Jumanne hivi ndo niende. Mpaka wiki ijayo. Siku mbili zitakula nini? Mpaka wiki ijayo leo. Hapana. Kwanza nimekumbuka. Wewe na dadako si mmepatana? Ndio. Si mmeelewana? Ndio. Basi naomba uende tu huko kwa dadako mkakae. Sawa. Kwa kuwa ndo umeamua hivyo haina shida. Utaenda kuishi kwa dadangu.
kisa mapenzi tu, wengine wanajinamia kisa ni wewe tu, kulizaliza wanakupenda hizo ni laana, wengine wanaliaga kwenye giza kisa wewe tu. Playboy, 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 playboy. Nipokee bwana, zito nao. Ndio mizadi ya mama. Pole na safari mke wangu. Asante mume wangu. Mume wangu, mbona ndani kuchafu hivi? Miezi miwili tu nimetoka, nyumba iko hivi kweli? Ningekaa miezi 6 kwa pangekuaje? Mke wangu, si unajua chumba kibaki mwanaume. Nikitoka harakati nimerudi nimelala. Hapana, hata kama ndo uvivu. Kufanya hata usafi unashindwa. Hebu una mivyombo hiyo. Una nguo zilivyokaa. Dakika moja baby. Adam. Inakuwaje ndugu yangu? Upo nje hapo? Haina noma, nakuja sasa hivi mwanangu, nakuja. Au si wazi nakuja. Poa jembe langu. Huyu mwanangu ameniambia nikawa naye hapo mara moja. Bibi jamani, ndo kwanza nimefika, hata kukaa tujaongea chochote. Unatoka tena kufuata rafiki zako? Mke wangu, kwani si ndio umefika kwako? Na mimi si nipo siku zote na wewe upo siku zote. Au unatoka tena? Hiyo utakaa hata tuongee mawili matatu nikwambie huko nitokako. Mimi mwenyewe nimekumisi kama ulivyonimisi wewe mke wangu. Mwah. Love you. Haya basi usichelewe. Usichelewe baby. Kila kitu kiko huko ndani, vyombo vichafu, nguo chafu, zimekaa ovyo. Nataka sijinaanzia wapi jamani. Nguo hizi hazijavaliwa, sipo, lakini zote zimevurugwa. Jamani, mwanaume mvivu huyu jamani. Nipo. Sema nimekuona hapa nikasema tu afadhali. Maana unajua kwa undani jirani yangu wewe na kwa nini. Ndio nalijua. Yaani nimekuja tu bwana kanipokea, nimeingia ndani. Nafanya usafi, kuna kitu nimekiona. Sasa chumba hicho mnaishi watu wawili. Alafu tena unasema kuna kitu gani tena hicho? Usianze. Ndio tunakaa wote. Si unajua sikuwepo mimi. Hapa naongelea kipindi siku. Kulikuwa kunaingizwa wanawake mwingine. Tatizo lako niambie. Ni kitu gani na mimi nikwambie? Shika. Kondomu. Ndio nimekuta huko ndani. Shika. Sasa zimetoka wapi hizi? Mimi sijui. Kwa mmeo sidhani kama mambo hayo anayo. Lakini kuna mtu sijui kampandisha. Kampandisha kivipi? Umo ndani kwangu? Unashangaa nini? Kuna mtu ambaye anakaa naye, huyo ndio anabadilisha mgeni wanawake kila design. Asubuhi, usiku. Asubuhi, usiku. Majirani wanamzungumzia. Kwa unataka kuniambia kuna mtu anakaa naye ndani? Unashangaa? Ndio kushangaa. Mimi yangu ndo hapo. Sija kanikuta hapa kaniambia. Wewe ndio
Sababu Deo unanisaidiaje rafiki yangu? Maana usiku wote mimi naenda wapi? Sina pa kulala, sina geto, sina mtu yoyote anayeweza kunisaidia hapa zaidi yako. Adamu, hivi inawezekana vipi nilale chumba kimoja wewe, mke wangu na mimi? Sasa mimi na wewe na mkeo tukilala chumba kimoja kuna shida gani? Si tunalala tu, nyewe mnalala zenu juu kitandani, mimi nalala zangu chini. Mbona hamna shida hapo? Adamu, naomba unisikize vizuri. Mke wangu miezi 3 hakuwepo nyumbani. Leo hii amerudi na wewe uwepo tena? Hilo jambo haliwezekani Adamu. Sasa hapo mimi nitawabuguzi? Mimi si wabuguzi, nimekwambia nalala chini, nyewe mnalala kitandani. Sasa wewe unataka mimi niende wapi? Adamu, wewe kama unaamua kunikataa mshikaji wako sawa, lakini kiuhalisia ni kwamba mimi sina sehemu ya kwenda sasa hizi, usiku shakuwa mwingi huu. Nisikilize Adamu vizuri. Kuna yule rafiki yetu mwingine Juma ambaye anapenda kunyonyoa upala. Kama vipi ukalale kule, asubuhi tujue tunafanyaje? Unasemaje? Yaani mimi nene kalale kwenye geto lalo vuta bangi? Why playboy? Siwezi kulala chumba kinavuta bangi. Unataka niamkaje? Niamke nimekufa? Bob Deo, naomba nisaidie. Nilale leo chumbani kwako. Wewe na mkeo mtalala juu, mimi nitalala chini. Hakuna shida hapo. Hilo Adamu haliwezekani bwana. Mimi sio kwamba nakukataa. Na unajua kabisa Adamu, mimi wewe huwezi sema jambo mimi nikakupinga, ndio maana unaita mambo ya hivyo. Basi kama huwezi kunipinga ndio unipeleke mimi ndani kalale. Kwanza mbwa anang'ata sana hapo. Okay, nisikilize basi. Basi nisikilize hapo, nikaongea na mke wangu tujue tunakusaidia vipi. Yaani wewe ndio kaongea naye peke yako? Sasa unisikilizie mwanangu, mambo mengine sinaenda kuongea na mke wangu hadi usikie Adamu ndugu yangu. Twende bwana. Why playboy? Unachanganya watoto. Why playboy? Unachanganya watoto. Why playboy? Why playboy? Why? Sakina. Karibu jamani. Nikikuona na begi najua kabisa unakuja kukaa moja kwa moja. Au ndio kitu. Nimerudi dada. Karibu sana. Asante tena, jisikie uko nyumbani. Siondoke tena Sakina. Umeenjoy sana. Hivi begi nikakaa nalo chumbani kwangu. Hapo sio mezini. Karibu Sakina, nasikia raha kukuona. Nasikia raha. Karibu sana. Unataka kula nini? Pilau na kuku. Basi mdogo wangu nafurahi umerudi tena. As long as umekuja tena kwenye hii nyumba na kuahidi sitakukwaza tena. Nitakusikiliza ukiniambia dada geuka. Nageuka, dada tembea. Tembea. Yaani mimi nakuwa roboti wako. AI nakwambia. Hey. Sema so niondoke tena. Sisubutu. Yaani. Usijali dada yangu, mimi nilishakusamehe kwa kila kitu. Nisipokusamehe wewe nitamsamehe nani kwenye hii dunia? Tumezaliwa wawili. Kama mboni za macho. Karibu Sakina. Karibu sana. Mke wangu pole na safari. Asante. Umechoka mwenyewe? Nimechoka sana kweli. Nakuona. Okay, sasa kuna jambo nahitaji tuzungumze. Yule aliyosimama pale nadhani sura sio ngeni. Yaani mimi hapa ni rafiki yake mkubwa sana na Bob Deo, naitwa Adam. Yule jamaa ana matatizo. Ana matatizo na sisi ndo watu wa kumsaidia. Yaani Shem, mimi hapa nilipo na matatizo kweli kweli yani. Mimi hapa sina wazazi mwenzio. Na ukiachilia mbali hilo sina hata pa kuishi. Kwa hiyo hapa unaponiona sina hata pa kwenda usiku huu, sijui naelekea wapi.
Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada kutoka kwenu. Umesikia mke wangu? Yaani issue iko hivi. Huyu jamaa hana pa kwenda. Nahitaji tu tunaishi naye hapa nyumbani ndani ya siku 2-3 hizi. Alafu mwenyewe atakapojitafuta ataondoka. Kuishi naye kivipi? Yaani atakuwa anakuja kushinda mchana na kula anaondoka. Yaani sio kuja kula tu na kuondoka. Shemeji, mimi nataka kuingia hapa mazima, niwe nakaa hapa na lala hapa na nyie. Yaani mke wangu, yaani ni kwamba tutakuwa tunalala naye hapa, ila sio muda mrefu sana. Siku 2-3 tu akishajitafuta ataenda na maisha yake. Yaani kulala naye humu ndani? Hebu njoo nje tuongee mara moja. Mnaniacha peke yangu? Ngoja niongee basi na shemeji yako na kuja. Haya. Msichelewe basi maana nataka nilale. Mimi hapa ndo nishafika hapa na hata siondoki. Kama anaenda kumwambia mume wake anifukuze siondoki. Kuna nini huko? Kuna mchele hapa, siondoki mpaka uishe. Najua unaenjoy filamu hii. Kwa majina naitwa Adam Leo. Karibu sana ewe mwanafamilia mpya katika chaneli yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea, hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Njoo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. Umenivuta yeye mpaka nje. Mungu na akili kwa leo. Hivyo ni kama wewe na mimi ni mke na mume. Alafu nataka tukae na rafiki yako muda tunalalaje chumba chenye kimoja. Yaani tulale naye tuamke naye. Kule na kuingia kilini. Katika marafiki zako wote wamekosa mahali pa kumpeleka. So nipeleka hata kwa kina Kipara huko. Kwa nini tukae naye huko ndani kwanza? Hivi mke wangu umefikia tu kunitoa akili mimi? Kisa ndugu zangu na marafiki zangu wanakuja nyumbani. Kosa kumleta rafiki yangu kuishi naye, si ndio? Yaani hauoni shida mimi na wewe tukalala na mtu mwingine ndani? Hauoni shida kwamba wewe na rafiki yako tunalalaje mimi na wewe? Tuna chumba kimoja tunakaje? Wakina Kipara wako sombeleke ndio kakae. Kwa nini unang'ang'ania lale huko ndani? Sikiza mwanamke. Mimi siwezi kuruhusu rafiki yangu kwenda kulala kwa kina Kipara. Kwa mafuta bangi wale. Halafu umesahau kwamba huyu rafiki yangu ndo alitusaidia siku ile unaumwa, pesa kukupeleka wewe hospitali, lakini yote hao yakumbuki. Kwa unalipa fadhila kwa njia ya kumweka ndani. Naona sasa unaanza kunipanda kichwani, si ndio? Sasa naomba unisikilize jambo hili moja. Utake usitake, Adam tutashimia huko ndani. Sawa Maliza. Chooni kuna maji huko, nataka nikakojoe.
Hata mimi nimekumisi pia mke wangu. Unajua muda mrefu nilikuwa safari. Najua baby. Ndio hivyo mume wangu, mimi namna wewe. Najua mkongo namna mimi, lakini si unaona tuna mgeni hapo. Sasa mgeni wako mimi ananihusu nini? Mke wangu, unadhani tukifanya hivyo kelele unafikiri atajisikia japo pia amechoka? Mimi hapa niko nyumbani kwangu. Wewe ndio ulitaka awepo hapa. Mke wangu, jitahidi basi kunielewa. Kesho tutashinda wote, yeye atatoka. Kwa unadhani mimi sijakumisi baby? Sawa, kama umenimisi basi ndio unisikilize. Achana na rafiki yako. Kwa tunashinda kuelewana, si ndio? Nimekwambia kesho tutashinda wote. Sasa hizo nimekumisi kwa nini sijakumisi? Bwana mimi sitaki kuelewa mambo hayo. Wewe ulitaka awepo hapa. Kwani mambo yetu yanamhusu nini? Wewe unaweza kufanya mbele ya mtu? Hebu muda mwingine kuwa basi, sitaki usumbufu wako kipumbavu. Mungu, nimekwambia hapa ni nyumbani kwangu. Kwani rafiki yako mimi ananihusu nini? Mungu bwana, mimi mambo hayo yanihusu bwana. Wewe si umetaka mwenyewe rafiki yako awepo hapa? Sitaki kunisumbua. Yaani mpaka unageuka huko kwa sababu ya rafiki yako? Unashindwa kunipa haki yangu mimi kwa sababu una mgeni. Unachanganya watoto. Nimekwambia usinisumbue. Why playboy? Unachanganya watoto. Why playboy? Why playboy? Why? Playboy.